Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. KKKT Dayosisi ya Kaskazini na KKKT Dayosisi ya Magharibi Kati leo Mei 21, 2026 zimesaini rasmi makubaliano ya ushirikiano katika hafla iliyofanyika katika ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini. Wala Askofu Kichili, ni wewe mwenyewe ulifika na katika kanisa kuu madhabahuni kasema neno moja la hoi na hoi. Sasa hilo kwetu ni neno la maana sana, lenye uzito mkubwa sana. Nasema hapo kiasi kwamba askofu anasema inaonyesha dhati ya moyo kwamba tunataka tuwe na ushirikiano na urafiki baina ya dayosisi zetu mbili hizi. Ninashukuru sana kwamba Baba Askofu pamoja na wadayosisi wako na sisi hapa katika Welko kunaweza kuandaa mkataba huu wa kuweza kurasidisha uhusiano wetu kati ya dayosisi zetu mbili. Kwa hiyo tumefanywa kazi, ninaamini pande zote mbili, hasa makatibu wetu wakuu mlishapitia kando sana kuona kwamba bila kitu tutakaa sawasawa. Kwa kwanza mnajua wasiisho hakuna mtuambie. Ndio askofu mlitosha tumsema karibu sana. Nini ujue na sisi tulimaanisha baada ya kusikia hilo neno la hoi na hoi, basi leo tutaweka rasmi katika karatasi. Niombe niweke tena kama ulikosema kwa upande wa watendaji umetia pande zote mbili, na msingi wa MOU hii Mheshimiwa Baba Askofu Kisiri na kwa Askofu Shoni zinatokana na makubaliano tuliofikia hapa. Ni kikao tulichofanya pale Uhuru tarehe 20 mwezi wa 3, viongozi wote wawili nikiwepo, na ile dhamira ya kufanya ushirikiano pamoja nikiwepo. Makusudi ya MOU hii yameainishwa makusudi saba. Lengo la kwanza ni kuimarisha ushirika na umoja wa kanisa na kuhimiza kazi za misioni na uinjilisti ndani na nje ya dayosisi hizi mbili, kuimarisha uendelevu wa kifedha na rasilimali zingine, kuimarisha utawala bora na uwajibikaji kwenye masuala yote ya ushirikiano, ya kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii kama elimu na afya, lakini pia kukuza na kuimarisha huduma za udiakonia na kurasimisha utekelezaji wa kazi wa masuala ya ushirikiano. Kwa maana kwa baada ya ninyi kusaini, tutatengeneza mpango wa utekelezaji wa makubaliano haya. Baba Askofu, leo kushukuru kwa moyo wa dhati. Na jambo la tatu niseme kwamba kuweka sahihi jambo moja na kuingia kwenye utekelezaji wa yale yaliyomo ndani yake ni jambo lingine muhimu sana. Wangeupata watendaji wetu amana ya makatibu wakuu sasa waingie kazini kwa haraka. Wana tatizo moja, wana haraka sana, ndio tatizo ndio wengine siku ndio nayo, na natamani nao wanajua kana kwamba nilifikiri wameshachelewa kutekeleza. Ni shida yangu ya haraka. Kwa hiyo tuwaombe hao watendaji wetu watutengenezee plani ya namna sasa ya kuingia, kwa sababu ndiko ambako tunatamani kuwa na baraka ya mahusiano haya. Baba Askofu, nisiseme zaidi, lakini narudia kushukuru na timu yako na kwa jinsi ambavyo jambo hili sasa
imepokelewa, limefikia mahali pake. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.